Wanawake wa siku hizi unajua wanaingiaje kwenye ndoa? Zamani mwanamke akiingia kwenye ndoa anaingia na wigi, anaingia na soksi, anaingia na bamia, anaingia na kioyo, anaingia na kile. Wa siku hizi hawaingii. Nakwambia ukweli. Wa siku hizi hawaingii. Zamani mwanamke akiingia kwenye ndoa anaingia na kila kitu, anaingia na viatu, soksi, gauni, kila kitu na kucha. Wa siku hizi anaingia anachungulia, kuna joto, kwenye joto sitaki, anageuza hivi, anageuza hivi. Waangalia tu wanawake wengi wako kwenye ndoa lakini mguu mmoja huko, mmoja huko. Akiona joto, akiona baridi, akiona hivi, akiona kuna zidi, anachomoka nduki. Sasa kwa Yesu zama jumla jumla. Kwa Roho Mtakatifu zama jumla jumla. Nataka watu watakaopiga mbio, yani mpaka adui yake atasema, wewe tulitega mitego afe, mbona hajafa? Kila aliyekuja kwenye ibada ya leo, na watangazia wachawi, na watangazia magurupu mabaya wanaokaa na mume wako, na watangazia magurupu mabaya wanaokaa na watoto wako, na watangazia hata kama unajui wewe uko upako wa Roho Mtakatifu, utapita mpaka kijiweni, itapita mpaka kwenye kazi, itapita mpaka kwenye biashara. Atakamata wasio sahihi, atamwambia mwache Rafa, mwache Julius, mwache Aaron, mke wako analia, mwache mke wa mtu, mke wako analia. Na tamka upako wa Roho Mtakatifu utakaoleta vitu sahihi. Sema upako wa Roho Mtakatifu uniongezea spidi. Nataka leo miguu ya watu walioelekezwa kwenye mauti wasifikie kwenye mauti, walioelekezwa kwenye magonjwa wasipite kwenye magonjwa, walioelekezwa kwenye sukari, pressure, UTI, fungus wasipite kwenye miguu ya barabara za magonjwa, za laana, za mikosi. Miguu yako na itamki kanyake mahali sahihi. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Hebu tushike kidogo habari mtu mmoja aliyepiga mbio. Nataka leo watu watakaopiga mbio. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe, hapo ulipo sio kwako. Hapo uliko sio mahali pako. Unataka upige mbio. Ninaona watu ambao wataruka kama tai. Sema fire. Fire. Sema shetani shindwa, mapepo yashindwe. Sema leo kitaeleweka. Kitaeleweka. Watakufa wao. Na jana nilikuwa napambana na wachawi, nasema watakufa wao. Wanafiki watakufa wao. Piga kelele, nyosha mikono ulikotoka. Sema ewe mauti, shindwa kwa damu ya Yesu. Shindwa kwa damu ya Yesu. Tunakunyofoa, tunakutupilia mbali. Kila aliyekuja kwenye ibada akiwa na udhaifu atapita kwenye huo mlango akiwa na udhaifu. Mauti unavua hapa. Sema kila viatu vya mauti, kila mavazi ya mauti niliyovalishwa leo navua hapa. Napokea upako wa Roho Mtakatifu. Siondoki na hivi viatu vya magonjwa hapa. Punga mkono, sema hakuna kufa. Ayayayayaya. Sema wachawi wote runinga zianze kusoma. Mtangazaji spika, sema runinga zianze kusoma. Sema zianze kusoma. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango ule wa 4. Ni habari ya mwanamke mmoja anaitwa Mshunami. Mshunami huyu, maandiko yanasema ikawa siku moja mtumishi wa Mungu alikuwa anapita pale, anaenda kusali, anapita kila siku pale. Maandiko yanasema yule mwanamke akasema, naona huyu mtu anayepita kila siku hapa ni mtakatifu wa Bwana. Maandiko yanasema akawa anamshurutisha kila siku apite pale hata ale chakula. Anamshurutisha, si anaomba. Yani anaomba manake anamnyenyekea ili apite tu kwake. Mwanamke huyu alitambua uthamani wa nabii Elisha. Akatambua ni mwanadamu kama yeye, lakini ndani ya Elisha kuna kitu cha ziada ambacho nahitaji kwa Elisha. Namna ya kupata
niachilie sadaka yangu, niachilie maombi kwake ili nipate kibali kwa Mungu wake. Mtumishi akikupenda, mtumishi akapata nafasi kwako, ukawa karibu naye, ile inaitwa ni neema. Ile piga makofi, amenielewa? Ile inaitwa neema. Kasome habari za wanafunzi wa Yesu. Sijawahi kusikia wanafunzi wa Yesu eti wanahoma. Ukiwa karibu na mtumishi wa Mungu, huwa kuna neema utavuna bila wewe kujua. Huwa kuna vitu ambavyo vitakuhepa bila kujua. Hata kama vingine vinakuja, utakuwa wa tofauti tu. Sijui kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Sijui kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Lakini la pili, maandiko yanasema akamshurutisha. Siku moja nabii akakubali. Alipopita kwake, maandiko yanasema akamtengenezea chakula. Haikutosha, akamjia mume wake, akamwambia, mimi naona huyu mtu wa Mungu anayepita kila siku hapa, naomba mume wangu tumtengenezee chumba. Unajua wanawake wamejaliwa kitu cha heshima. Mwanamke akisimama, hata kama mwanaume ni korofi, anaweza akalainika. Hakunaga mkate mgumu mbele ya chai ya rangi. Natamka mwanamke mmoja awe na hekima. Natamka mwanamke mmoja awe na hekima, ahamishe upako nyumbani kwake. Hata kama mume wako ni mlevi, hata kama mume wako haelewi kitu, mwanamke akisimama kwa nafasi yake, anaweza sababisha familia kuokoka, anaweza sababisha baraka zije kwenye familia. Natamkia mwanamke mmoja, hekima za Mungu ziwe ndani yako. Mwana ni baunza mwenzangu au nani? Mwanamke, kuna sauti ya kuongea na mume wako chumbani. Kuna sauti ya kuongea na mtu wa nje. Kuna sauti ya kuongea na mtu fulani. Ukiwa kule, badilisha lugha. Unaweza kubadilisha mume, unaweza kubadilisha familia. Wanawake wamejaliwa kitu cha thamani sana. Mwanamke huyu alipotambua, akamjia mume wake, akamwambia, naomba mume wangu. Maana yake mwanamke huyu jamaa alijui kitu. Hata wengine siku na wanapigwaka kwa ajili ya maombi. Unaenda wapi? Umechanganyikiwa wewe. Uko kwa Elisha. Hamna kitu kwa Elisha. Kutavunjika, hakutafika popote pale. Mwanamke anasema, sawa mume wangu, wewe ongea utakavyoongea, lakini sikati mguu. Anaweka kitu vizuri, anaweka maji vizuri. Mwanaume ingawa anachukia kwa Elisha, lakini mwanamke anabeba neema, anasukuma mpaka nyumbani. Kuna siku ataokoka, kuna siku atamjua Bwana. Lakini mwanamke mkorofi ni ujinga tu. Sema fire. Mwanamke huyu alijua thamani. Ngoja nikwambie, ninaweza nikawa na wewe usitambue thamani yangu. Okay, usiogope endapo watu watajua thamani yako, akakudharau, akakushusha. Usiogope. Wakati mwingine sio mikosi, wakati mwingine kudharauliwa, watu kukutenga, kukukataa, kukutokudhamini wewe, ni kwamba bado hawajajua kitu unachokibeba. Lakini sio watu watakukataa, wako watakaotambua ya kwamba kuna kitu unabeba. Wakikukataa wao, kuna watakaosema, Elisha hatutamwacha, Raheli hatutamwacha. Naongea na mtu mmoja, neema yake ionekane. Kama wale wakutambui, Mungu ainua wanaokutambua. Kama wale wakudhamini, Mungu ainua wanaokudhamini. Mungu ainua bosi atakaye kudhamini. Mungu alete wateja watakao kudhamini. Wakati wengine wanakuchafua, wako watakao sema, hatutamwacha mama Alfa, hatutamwacha Mary, tutatembea pamoja naye. Natamka upako uvuvio, pokea upako uvuvio. Sema amen. Kukataliwa wakati mwingine inaleta heshima. Usiogope wakikushusha. Mwanamke huyu akaachilia sadaka, mume wake akakubali. Alipokubali, maandiko yanasema kilichotokea nini? Akamtengeneza na chumba, akaweka na taa ndani, akaweka na kitanda. Yaani maana ameamua kubeba upako jumla. Ukitaka kuvuna kitu, kusa mtumishi wa Mungu. Nabii Elisha alipotamka, ikawa hivyo. Majira yale mwanamke akabeba mimba, akazaa. Sema akazaa. Sikiliza, maandiko yanasema haikupita muda, baada ya muda yule mtoto akaugua. Alipougua yule mtoto, Biblia inasema alipougua, baba yake alikuwa anacheza na babake, akamwambia, peleka mtoto kwa mama yako. Sio, unajua wababa walivyo. Wababa jamani, wa mama, Mungu awabariki. Mungu akikubariki, mkumbuke mama yako. Pelekea kitenge, pelekea viatu, pelekea. Huwa kinachomfanya mtoto, hujawahi kusikia hata mzee mkubwa anasema, oi mama yangu, hajasemagi baba. Unajua kwa nini? Mwenye uchungu na mtoto ni nani jamani? Mama. Wengine amepanda, amekuacha, amekutelekeza. Lea, acha kulia, pambana. Au umekuwa umekuta mamako
Unauliza mwambie wewe usinikumbushe machungu bana. Nimekulea mimi. Acha mtakupiga kofi. Wewe umekuta mama juzi nilikuwa na mama moja, sipendi kutaja watu. Akaniambia baba nimeachwa. Mwambie mama nalea, napeleka nikamwambia lea. Akaniambia mtoto wangu akaniangalia, akasikia uchungu. Nikamwambia nao wajifunze. Sasa nataka kusema hivi. Kinachomfanya mtoto amkumbuke mama ni leba, maumivu, mateso. Lakini washauri wanaume, msikae mbali na watoto. Niseme nisiseme? Oh yeah, niseme nisiseme? Hata kama unatoa matumizi, toa mbele ya watoto. Unacheza na mtu ambaye amebeba mtu miezi 9 tumboni. Unajua alikuwa anaongea nini tumboni? Wewe toa tu matumizi ipelekwe. Mama anamwambia mimi ndio nimewaletea wanangu chukua na juice wewe. Toa watoto wakiona. Watu wanasema mama sio wewe, ni baba ndiye anatulea. Huko mbeleni utazeeka. Sasa hivi una power. Unashangaa unafekwa. Mama anakumbatia watoto wanakuwa upande wake. Na nilishawahi kusema mahali fulani, babu ukiona umezeeka, eje imekata, kaa karibu na mama. Wewe leta ujuaji kama utakula. Mama ndio mwenye watoto. Unajua wanaume ni kama sisi magreda Niseme nisiseme? Mwe kwa nile greda mwenye tengeneza barabara ya lami. Wakati natengeneza